these dialogues will form a basis through which we will define the competence-based education that we are giving and strengthen our strategies in giving this education, so that lastly then we will get the objectives of this very important education system. Today here we are focusing on taking the stakeholders through the milestones we have made since we started implementing the competence-based education in 2017. You know, we have done it gradually from the PP1, PP2, then we moved to primary 1 up to 6, and we did KIPSEA, the first KIPSEA, and transitioned learners to junior school. They have done grade 7, they have done grade 8, and they are now in grade 9. Very well accommodated in our junior schools. That means after this year, they are going to transition into senior school. So part of what has brought us here is to lay bare to the stakeholders the transition guidelines that are going to help us transit these children and place them in grade 10 come 2026. We want the stakeholders to dissect into these guidelines, see how they have been proposed, and then give their input in a bid to strengthen them, to make them more firm, so that as we apply, then we are as fair, we are equitable, and we are addressing every child, and that every child gets a chance in his place in senior school. Sisi kama county government, vile mnavyojua constitution imesema vizuri kwamba sisi haswa tunahusika na mambo ya ECDE na mambo ya vocational training centers. So leo nimekuja hapa haswa kwa ajili ya mambo ya masomo, kwa hivyo tuna address mambo ya ECDE. Ili mtoto aendelee na masomo lazima aanzie darasa la chekechea ECDE. Na sisi kama county government kuna mikakati ambayo tumeweka ili tuhakikishe kwamba tunatayarisha huyo mtoto vizuri, ili wakati atakapoenda grade 1 awe amejenga msingi ambaye ni dhabiti kielimu. Na kama county government tunataka tuangalie ni nini tutafanya ili tuweze kuattract watoto wengi waje shuleni. Na jambo la kwanza tunaangalia mambo ya infrastructure, tunaangazia mambo ya kuhakikisha tunajenga madarasa ambayo ni mazuri, ambayo itafanya mtoto anapoenda shuleni aweze kufurahia hiyo environment. Environment ambayo itafanya mtoto kesho atamani kurudi shule tena. So tunajaribu kuweka infrastructure iwe nzuri. Jambo la pili ambayo sisi kama county government tunajaribu kuaddress ni mambo ya kuhakikisha walimu wa kutosha wako. Tayari tuna walimu na kuna mpango ya kuajiri walimu wengine. Kuna wale tuliwafanyisha interviews na budget haikukuwa vizuri, but sasa kuanzia very soon tunaenda kuwatuma hawa walimu ili waende kwa mashule. Tunaongeza walimu ili wawe wengi. Jambo lingine ambalo tunafanya, tunataka kuangalia pia maslahi ya mtoto, kuhakikisha kwamba anapata chakula. Na kama county government tunaanzisha msimu wa kupeana uji ambao umetengenezwa, imewekwa bidhaa mbalimbali kuhakikisha mtoto atakapokunywa hiyo uji itamsaidia na atapata afya nzuri. Maana mtoto pia akija shuleni labda alikuwa chakula kitu nyumbani, tunataka akifika shuleni anapata kikombe cha uji ili aweze kufurahia shule. Na tunasema kama they are ill prepared, we can't blame a teacher, we blame the government. The government is not serious na hii mambo ya masomo. For the 3 years wanafunzi wamekuwa tangu grade 7, they have given false promises.
Kitu cha kwanza ilisema ya kwamba itapeana vitabu. It was going to build libraries. It was to build laboratories. Vile tunaongea saa hizi hakuna mwanafunzi ama hakuna shule. Sasa simeona hivi vitu kama matest vitu. Sasa mkisema wanafunzi wako prepared kuingia mambo ya science, wengine waende kwa talent zingine, wataenda namna gani? If you talk about sports, hakuna fields, hakuna mipira. So the government is not serious with education. And they should stop cheating us. Mambo ya swimming, mnasema watu waende mambo ya swimming, wataenda namna gani? Sasa hii mambo yenye serikali inasema mambo ya CBC, even sisi tunasema hao watu wamekuja kututanganya sisi. And we shall not agree. Mambo ya capitation. Last year tulikuwa na wanafunzi wengi sana secondary schools. They are giving money. This year we've got very few students in the secondary schools. They are not giving the money. Pesa imeenda wapi? Wanachukua pesa, wanatumia campaigning, wanapeana kanisa 20 million, ingine wanapeleka hiyo kukampeni huko African what hiyo ya Raila hiyo. Na lakini nobody is talking about the schools. Sisi kama walimu tunasema we are ready to assist the government. But if the government is ready to listen to the issues of teachers, one, mambo ya promotion. How do you expect mwalimu mwenye amekaa kwa same job for more than 20 years to be motivated to teach what you want us to implement on the ground? How do you expect the same teacher mwenye amefunza 20 years, mwanafunzi mwenye alifunza amekuja anafunza na yeye, hakuna promotion of wote wanaenda my interview. If the government wants us to implement what they are talking about, one, wa promote walimu. Kitu cha pili, hii mambo ya capitation, the first term, January, walete pesa kwa mashule. Na hiyo waleta 100%. They are bringing peanuts. Wanaumiza ma head teachers, ma principals right now wameanza kugonjeka. Mambo ya pressure. Sasa kama union kwa hii Bungoma County, NAT and KUPPET, we are working together and we shall ensure. In fact, tunaenda kuwaelezea saa hizi. We are going to tell them. Now watu mkiwaambia, even if you tell them, these are the people who never change, who never listen. That's the thing that we are talking about. If they are ready to listen and implement what we are talking about, we are ready to listen to them and implement what they want us to do. Masomo ya CBC vile yako wakati huu bado kuna changamoto mingi sana. Kwa mfano upande wa walimu, utapata ya kwamba shule iko na walimu watatu na kuna madarasa ya grade 7, 8 and 9. Hiyo grade 7, 8 and 9 iko na streams karibu 10 ama 8. So unapata ya kwamba walimu hawatoshi. Na walimu wale ni wasomo fulani. Masomo mengine hayajawahi tilia maanani kwa sababu ya ukosefu wa walimu. Jambo la pili ni kwamba shule zetu hazijapata pesa za kuendeleza masomo. Mara kwa mara waziri anasema wiki lijalo atatuma pesa. Na wanataka walimu wakuu waweke hawa wanafunzi katika shule. Tunasema ya kwamba tumechoka, na wakati tutaambia walimu waweze kutoka mule madarasani na shule ili aidha wazazi wagaramike kama serikali imeshindwa kulipa. Jambo lingine, katika ulimwengu huu wetu wa Kenya, wewe ukitumwa kufanya mahali kazi lazima ufanye na stakeholders, 80% ya stakeholders. Ikishindikana ya kwamba uweze fanya na 80% ya stakeholders, yamaanisha kwamba wewe uamue uende, kwa sababu hao watu watabaki. County director wetu wa Ministry hapa ya Education is a lone ranger, na tunaamua ya kwamba kwa sababu amekaa hapa muda wa kutosha, mwenyewe aombe na pelekwe mahali pengine. La sio hivyo tutaenda kumtoa. Jambo lingine, utapata ya kwamba tumesikia regional director anasema ya kwamba walimu wetu wa shule za upili ati wakiulizwa hawajui CBC ni nini. Huo ni ukweli wa mambo, kwa sababu hawajafanyiwa retooling. Number 2, hao walimu hata ukiwauliza CBC iko na vitu inaitwa strand, substrand,
na sisi masomo ya zamani ni topic and subtopic. Utapata ya kwamba wanakuwa wazi, wanasema ya kwamba hawaelewi mambo ya CBC ni nini. Alafu regional director anasema wakitaka wakimaliza mfumo wa elimu ambao unaisha waende hivyo. Waende wapi na hao wametrain walimu, hawajafika kustaafu. Yeye ndiye anatakana aanze mwenda aende kwa sababu hawajafanya wajibu wa kuelimisha hawa walimu wetu mambo ya CBC ni nini. Jambo lingine tunahofia mambo ya pathway. Hawa watoto wetu watawekwa namna gani grade 10? Hilo ndio jambo ambalo linatusumbua sisi wakati huu kama wawakilishi wa walimu. Kwa sababu hapo zamani tukiwa na A level ilikuwa shule ambazo ziko na vifaa zinaweza chukua arts na sciences. Lakini hapa tumebaki tu na miezi karibu 8. Hao watoto wanaenda grade 10 na hatujui Cardinal Tunga itachukua pathway gani. Hatujui Kibabi itachukua pathway gani. Tena wamengoja tufike tu hapo na wanaanza kulaumu walimu ya kwamba walimu hawaja prepare wanafunzi na wazazi vizuri. Jambo la mwisho ambalo nataka kuongea ni kwamba sisi kama wanachama wa NAT na wanachama wa KUPPET tutasimama kidete kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wapate haki yao na walimu pia wapate haki yao. Kwa mfano, Teacher Service Commission ilideploy walimu kutoka primary ikapeleka walimu secondary, junior school. Hao walimu ambao walipelekwa junior school, unapata shule moja walideploy walimu 10 na wanafanya CRE, geography, history, Kiswahili. Hao walimu wako tu kwa shule moja walimu 10. Na shule nyingine nayo wako deploy mwalimu. Wako tuna walimu 2. Shida ni nini kubalance hao walimu kwa hizi shule ambazo hasina? Unapata ya kwamba wanatepetea tu. Jambo lingine ambalo tuko nalo mbaya na hii serikali ni kwamba kuna walimu ambao walitrain P1. Hao walimu mtu alitoka college the year 2009 hajaajiriwa. Unataka atoe wapi pesa tena aende mwaka mmoja diploma ili arudi? Tena hata wale ambao wameenda hiyo retooling course ya diploma hawaja upgrading, hawajaajiriwa tena. Huyu mtu anatakana aajiriwe, wamfanyie retooling akiendelea kufanya kazi ili mwenyewe ajilipie. Tunasema ya kwamba wametoa walimu deployment kutoka primary, waajiri hao walimu wa primary. Kitu ambacho wanafanya ni replacement tu. Juzi wamefanya recruitment. Bungoma East Sub County walipewa walimu 10. Hao ni replacement ya wale walikufa na labda wale ambao wamestaafu. Tunataka serikali iwajibike kwa mwananchi wa Kenya, especially mwanafunzi wa Kenya. Hao wanafunzi ambao wako grade 9, sisi tunaomba kama chama cha kutetea maslahi ya walimu, hakuna kitu kama assessment grade 9. Tunataka grade 9 wafanye mtihani. Mtihani ndio utawezesha tujue mwanafunzi gani atachukua sciences pathway, mwanafunzi gani atachukua arts. Hii mambo ya assessment ni porojo mtupu. Kenya hapa, Kenya National Examination Council imeshindwa kutem cheating in the exams. So if wameshindwa kutem cheating in the exams, watatem namna gani kupatiana hao watoto marks ambayo sio yao kama ni assessment? And then mambo ya 100% transition hiyo iko. Tunaomba ya kwamba hiyo 100% transition na watoto wapewe the rightful pathway, so that by the end of the day hao watoto watafanikiwa. Mwisho kabisa, mimi nimefanya survey na wenzangu hawa wa Kenya National Union of Teachers. Kuna watoto wako grade 9, kuna subjects zingine hawajawahi soma vile waliingia grade 7, kwa sababu hiyo shule haijawahi kuwa na mwalimu wa hiyo integrated science. Hayo masomo, music, creative art, performing arts, they have never, and they are going to sit an exam. So tunaomba ya kwamba kuna changamoto. Yule ambaye alileta hii kitu alisema gari la moshi limetoka, ukitaka uabiri ama ubaki. Sasa watu waliabiri kwa lazima, na tunasema yeye aliaga dunia akaenda. Ametuachia shida huyo Professor Magoha. Alituachia shida, na hii shida lazima tuiface. Chair of Bungoma County Kenya Private Schools Association, I want to take this opportunity to just thank the Ministry of Education for organizing this county education engagement dialogue about the senior secondary school. Number one, I want to remind the ministry that there are so very many things that are lying down, especially you realize even they have had a challenge with the junior secondary. Now they are getting to
to senior. We don't know how they are going to handle it, because even the issue of textbook has been a challenge, because they are changing the curriculum designs and the textbooks to be used time to time. So I want to tell the Ministry of Education to be ready, be prepared, and first of all come up with the curriculum designs in advance for senior secondary, as well as do the retooling for the senior secondary school teachers, because majority of them are not aware of what is happening. As well as private schools, we want to urge the government that in the selection process that they are going to do, they must consider our schools to be also put on the portal, so that the parents, the learners can also select, because our schools are also well equipped, and our teachers are equipped in terms of understanding the curriculum best. So it is important that they can also input them. Then also in terms of training, when they are doing the retooling of teachers, they need to ensure that our teachers are also at least trained, but at the same time they don't need to overcharge them, because these teachers belong to the public as well as they will still teach in public schools. So they need to help to retrain them and retool them, so that they can be of help to the community as well as to each and everyone.